Ujumbe wa leo tunapata ama tunasoma katika waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 4 na mstari ule wa 20 na mstari ule wa 20. Tusome. Lakini akiona ahadi ya Mungu akusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kutupa nafasi nyingine ya kuja kwako asubuhi hii kutafakari ujumbe wa neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu atutafakarishe, aseme na mimi, aseme na msikilizaji wangu huyu anayenitazama na kunisikiliza, ni katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, ujumbe wetu wa leo kama tulivyosoma katika waraka wa Paulo mtume kwa Warumi ile sura ya 4 na aya 20, unabebwa na kichwa cha habari kinasema usiwe na udhaifu wa imani juu ya ahadi za Mungu. Usiwe na udhaifu wa imani juu ya ahadi za Mungu. Siku ya Jumamosi tulipita kuangalia mambo mawili yanayokusaidia, yanayokuwezesha ama kutusaidia ahadi za Mungu kutimia. Nilisema kwamba ujifunze kuwa mvumilivu kwa ahadi za Mungu, kwa maana Mungu ni mwaminifu, akisema anatimiza. Nikakwambia ujawe na tumaini katika hizo ahadi za Mungu. Leo jambo la tatu ni hili: usiwe na udhaifu wa imani juu ya ahadi za Mungu. Tumesoma andiko la waraka kwa Ibrania sura ya 4 na ule mstari wa 20 ya kwamba lakini yeye akiona ahadi za Mungu akusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Yeye akiona ahadi za Mungu. Nilikwambia kwamba asilimia kubwa ya maandiko ya Biblia ni ahadi za Mungu kwetu. Labda ndugu msikilizaji, wewe hapo ulipo haujaziona hizo ahadi za Mungu, haujasikia. Unasoma maandiko lakini haujaona kwamba hiki ninachokisoma ni ahadi ya Mungu. Unasikia habari za Mungu, mahubiri, mafundisho, bado haujaona, haujagundua kwamba hiki nilichokisikia ni ahadi ya Mungu. Hapo labda wewe ukiwa mdhaifu kwa hizo ahadi ambao tunapozungumza sisi, inaweza ikawa sawa kwa sababu haujui kama ni ahadi. Lakini kama unaelewa kabisa zipo ahadi za Mungu kwa maisha yako na umezisikia, umeziona, anasema kwamba yeye akiona, sikia, angalia alivyoandika, lakini akiona ahadi ya Mungu, huyo Ibrahim akiona ahadi ya Mungu, huyo Ibrahim alitiwa nguvu kwa imani. Alitiwa nguvu kwa imani. Imani yako isiwe dhaifu juu ya ahadi za Mungu. Imani yako ikutie nguvu ya kusimama, ya kuvumilia, ya kutarajia. Usiweke udhaifu juu ya hiyo imani yako katika ahadi za Mungu. Usiwe mdhaifu. Usisite. Usiweke mashaka juu ya hiyo imani yako. Usiwe dhaifu, utiwe nguvu siku zote. Imani yako ikutie nguvu juu ya hiyo ahadi ya Mungu, juu ya maisha yako, juu ya mambo ambayo yanaenda kwenye maisha yako. Imani yako inatakiwa iwe juu ya kila kitu. Imani yako isiwe dhaifu. Imani yako ikiwa dhaifu, kama Bwana amesema anakuponya, huwezi kuona uponyaji. Akisema nitakusaidia, huwezi kuona huo msaada wa Mungu. Lakini nataka nikwambie, Mungu anatusaidia wakati wote. Kinachotakiwa wewe kufanya, usiwe mdhaifu juu ya ahadi za Mungu. Usiweke udhaifu. Usisite. Usiweke mashaka. Hata ile waraka kwa Ibrania sura ile ya 10 aya ya 38 inasema,
lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mungu hana furaha na watu wanaositasita kwa mambo ya imani. Mungu hana furaha na watu wenye mashaka juu ya mambo ya imani. Imani ni nini? Imani, kama tunavyosoma kwenye waraka kwa Waebrania, ni kuwa na uhakika wa jambo unalolitarajia kutokea, kupokea, kutendeka kwenye maisha yako. Lazima uwe na hakika, siweke udhaifu. Ukisoma hapa tena juu hapa, mstari miwili ya juu ya waraka kwa Warumi 4, mstari ule wa 18, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Kwamba aliamini kwa mambo yasiyoweza kutarajiwa ili apate kuwa baba wa mataifa. Ilimlazimika kuamini kwa mambo yasiyotarajiwa, mambo ambayo watu wameyakatia tamaa. Umesikia umekatishwa tamaa, umevunjwa moyo, hapo unatakiwa wewe uweke nguvu ya imani. Hapo wewe unatakiwa uwekeze nguvu ya imani. Mahali ambapo watu wamesema basi tena, wewe hapo utakuwa uwekeze nguvu ya imani. Hapo ndipo Mungu anapotimiza ahadi yake. Hapo ndipo Mungu anapojidhihirisha kwa nguvu, kwa utukufu wake. Waraka sura ile ya kwanza ya waraka kwa Warumi, sura ile ya kwanza ya waraka kwa Warumi, ule mstari wa 17 unasema hivi, mstari wa 17, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa maana haki ya Mungu, udhihirisho wa Mungu unakwenda imani hadi imani. Yaani imani inaongezeka, imani inakuwa na nguvu, inakuwa na nguvu wakati wote, siku kwa siku, toka imani hadi imani. Haki ya Mungu inadhihirika hapo, udhihirisho wa Mungu unaonekana hapo, Mungu anatimiza mambo hapo, Mungu analeta msaada hapo unapoamini. Imani inapoongezeka, amesema hivi, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Ndani ya hiyo haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Kwa nini? Toka imani hata imani. Kiwango cha imani kuongezeka, imani kuwa juu, kuwa imara, kuwa na nguvu, hapo haki ya Mungu inadhihirika. Usiweke udhaifu kwenye mambo ya imani, usiwe mdhaifu. Mungu anatimiza ahadi zake, lakini ndugu msikilizaji, usiwe mdhaifu. Kwa hiyo tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutupa nafasi tena ya kuja kutafakari ujumbe. Nami namwombea mtumishi wako huyu, msikilizaji wangu, umtie nguvu kwa imani. Ibrahimu aliamini akatarajia, aliamini kwamba Mungu unaweza kufanya mambo ambayo hayapo yakawepo. Nami namwombea huyu, imani yake isiwe chini, imani yake iongezeke, Bwana. Na Mungu ukafanye mambo yasiyotarajiwa kibinadamu, mambo yasiyokuwepo yawepo. Aliambiwa atakufa, lakini Mungu ulete msaada, ulete uponyaji. Bwana, walizuia maisha yake, wameinua vikwazo, matatizo kazini, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye familia. Mungu tunakuomba ukaachilie nguvu, ukadhihirishe haki yako, ukadhihirishe ahadi yako ya kutusaidia, ya kutuinua, ya kutuponya. Bwana, idhihirishe saa hii. Ninamwombea udhihirisho wa nguvu yako, udhihirisho wa ahadi yako Bwana, kwa maana amekutegemea, amekuamini. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, amen. Mungu akubariki. Usiwe na udhaifu juu ya ahadi za Mungu. Amini tu, tarajia tu. Mungu anafanya mambo yasiyokuwapo yawepo kwa sababu
ya nguvu ya imani yako. Ubarikiwe sana. Amen.